Umetumia kifungu cha 226 kifungu cha kwanza kufuta mashtaka, kufuta kesi na kumwachia mshtakiwa, au kutumia kifungu cha 225 kifungu cha 5 cha sheria ya mwenendo mashtaka ya jinai. Pamoja na hayo, alternatively upande wa utetezi wanaomba mahakama kama itaiisha shauri basi tumie kifungu cha 8 kifungu cha kwanza B na 9(1) cha hii Basic Rights and Duties Enforcement Act kufanya reference ya mambo ya kikatiba ambayo yanaonekana sasa na 88 cha sheria ya mwenendo mashtaka ya jinai, na vifungu hivyo ambavyo vinaonekana dhahiri kukiukwa ni kifungu cha 13(1), 13(2), 3, 13(6)(a) pamoja na 29(1)(5) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi ninaongozwa na kifungu cha 225 kifungu cha kwanza cha kuahirisha shauri. Kifungu hiki kinaipa mamlaka mahakama kuahirisha shauri, mamlaka ambayo tunakubaliana wote kwamba lazima mahakama yatumie katika mizani ya haki, yatumie judicial zile katika kuzingatia haki. So kifungu hicho kinampa mahakama mamlaka kuahirisha shauri kwa sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo ni kama pale kutakuwa na sababu za kutosha za kuahirisha shauri kutoka kwenda kwenye siku nyingine. Sasa upande wa mashtaka unasema kwamba sababu ya msingi ni kwamba kuna shauri limefunguliwa mahakamani, hayo maombi namba 13298/2025, ambayo huenda maamuzi yake yakaathiri mwenendo wa shauri hili, hoja ambayo inapingwa na upande wa utetezi. Lakini kwa mtizamo wangu, kwa in my view, mimi kwa mtizamo wangu naona hiyo sababu inaweza kuwa ni sababu ya kutosha. Inaweza kuwa sababu ya kutosha kunifanya mimi niahirishe kwa busara, kuahirisha shauri mpaka tarehe nyingine, na kutokutumia vifungu hivi vya 226(1) na 225(5) sheria ya mwenendo mashtaka ya jinai kama ilivyoombwa na upande wa utetezi. Kwa hiyo busara zinaongoza niahirishe shauri mpaka tarehe nyingine, kupisha huo maombi hayo kusikilizwa na kutolewa maamuzi na mahakama. Sasa kuna maombi yametolewa mengine. Sasa kwa misingi hiyo nitasita pia kusema chochote kuhusiana kama kuna haja ya kufanya reference ya mambo yaliyoibuka hapa kwenye mahakama kuu, kwa sababu sioni umuhimu kufanya hivyo. Kwa hiyo sitasema chochote kuhusiana na hilo. Kuhusiana na amri ya mahakama, kuhusiana na maelezo ambayo yamebishaniwa hapa, kuna complaint statement, kuna information ya statement of informant. Nakumbuka hili nilishatoa maelekezo tarehe 19 mwezi Mei 2025 wakati tunafanya PH, kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 9 kifungu cha 3 cha sheria ya mwenendo mashtaka ya jinai, maelezo hayo yanayoelezwa kwenye kifungu hicho wapatiwe upande wa mashtaka au mshtakiwa na upande wa mawakili wake utetezi. Kwa hiyo nishasema hiyo itabaki ndio position ya mahakama, kwa maelezo hayo yanapaswa kupatiwa mshtakiwa au upande wa utetezi. Umetumia kifungu cha 226 kifungu cha kwanza kufuta mashtaka, kufuta kesi na kumwachia mshtakiwa, au kutumia kifungu cha 225 kifungu cha 5 cha sheria ya mwenendo mashtaka ya jinai. Pamoja na hayo, alternatively upande wa utetezi wanaomba mahakama kama itaiisha shauri basi tumie kifungu cha 8 kifungu cha kwanza B na 9(1) cha hii Basic Rights and Duties Enforcement Act kufanya reference ya mambo ya kikatiba ambayo yanaonekana sasa na 88 cha sheria ya mwenendo mashtaka ya jinai,
na vifungu hivyo ambavyo vinaonekana dhahiri kukiukwa ni kifungu cha 13(1), 13(2), 3, 13(6)(a) pamoja na 29(1)(5) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mimi ninaongozwa na kifungu cha 225, kifungu cha kwanza cha kuahirisha shauri. Kifungu hiki kinaipa mamlaka mahakama kuahirisha shauri, mamlaka ambayo tunakubaliana wote kwamba lazima mahakama yatumie katika mizani ya haki, yatumie judicial zile katika kuzingatia haki. So kifungu hicho kinampa mahakama mamlaka kuahirisha shauri kwa sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo ni kama pale kutakuwa na sababu za kutosha za kuahirisha shauri hiyo kutoka kwenda kwenye siku nyingine. Sasa upande wa mashtaka unasema kwamba sababu ya msingi ni kwamba kuna shauri limefunguliwa mahakamani, hayo maombi namba 13298/2025, ambayo huenda maamuzi yake yakaathiri mwenendo wa shauri hili, hoja ambayo inapingwa na upande wa utetezi. Lakini kwa mtizamo wangu, in my view, mimi kwa mtizamo wangu naona hiyo sababu inaweza kuwa ni sababu ya kutosha. Inaweza kuwa sababu ya kutosha kunifanya mimi niahirishe kwa busara, kuahirisha shauri mpaka tarehe nyingine, na kutokutumia vifungu hivi vya 226(1) na 225(5) sheria ya mwenendo wa mashtaka ya jinai kama ilivyoombwa na upande wa utetezi. Kwa hiyo busara zinaongoza niahirishe shauri mpaka tarehe nyingine, kupisha huo maombi hayo kusikilizwa na kutolewa maamuzi na mahakama. Sasa kuna maombi yametolewa mengine. Sasa kwa misingi hiyo nitasita pia kusema chochote kuhusiana kama kuna haja ya kufanya reference ya mambo yaliyoibuka hapa kwenye mahakama kuu, kwa sababu sioni umuhimu kufanya hivyo. Kwa hiyo sitasema chochote kuhusiana na hilo. Kuhusiana na amri ya mahakama, kuhusiana na maelezo ambayo yamebishaniwa hapa, kuna complaint statement, kuna information ya statement of informant. Nakumbuka hili nilishatoa maelekezo tarehe 19 mwezi Mei 2025 wakati tunafanya PH, kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 9 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mwenendo wa mashtaka ya jinai, maelezo hayo yanayoelezwa kwenye kifungu hicho wapatiwe upande wa mashtaka au mshtakiwa na upande wa mawakili wake utetezi. Kwa hiyo nishasema hiyo itabaki ndio position ya mahakama, kwa maelezo hayo yanapaswa kupatiwa mshtakiwa au upande wa utetezi. Baada ya kusema hayo, basi ninaona kuna sababu za msingi za kuahirisha shauri, na anaahirisha shauri mpaka tarehe 16 mwezi wa 6 saa 4 asubuhi kwa ajili ya hearing.